Naitwa Captain Bembele Samson Mwita na nipo kwenye taasisi hii Tanzania Shipping Company Limited kama msimamizi wa usalama wa meli pamoja na uhifadhi wa mazingira. Leo tupo katika bandari hii ya Mwanza Kusini kwa ajili ya kupokea meli yetu MV New Victoria hapa kazi tu inapopanda kwenye chelezo floating dock kwa lengo kubwa moja la kufanya ukaguzi wa mwili wa meli unaokuwa chini ya maji meli inapoelea, mahala ambapo kwa macho yetu hatuwezi kuona, lakini inapopanda hapa basi ule mwili tunapata nafasi ya kuona, kufanya ukaguzi, kufanya usafi na kufanya marekebisho pale itakapoonekana kuna umuhimu wa kufanya marekebisho. Kwa hiyo hilo ndio zoezi tulilonalo. Bahati nzuri kama meli inavyoonekana tayari imeshaingia kwenye chelezo. Tunafanya zoezi la kutoa maji ili huo mwili ubakie juu, na baada ya hapo kazi nyingine sasa zitaendelea kama nilivyoeleza hapo awali. Zoezi hili, ndugu wanahabari, ni zoezi la kawaida kabisa kwenye vyombo vinavyotembea kwenye maji. Huwa tunakuwa na utaratibu wa kufanya service kwenye magari yetu. Kila baada ya injini kutembea kwa masaa kadhaa, gari inasimama, mnamwaga oili, mnafanya service za mitambo na mifumo tofauti tofauti. Hata kwenye meli pia huwa tunakuwa na ratiba za namna hiyo, kwamba kila baada ya muda fulani meli lazima isimame ikaguliwe. Na service za kawaida kwenye mitambo inayoonekana, kwa mfano kwenye engine, generator, pumps na mifumo tofauti tofauti, inafanywa service kila kimoja kwa wakati tofauti tofauti kutegemea na maelekezo ya kiwanda kilichotengeneza. Kwa hiyo kwa mwili huu ilikuwa ni lazima pafanyike ukaguzi huu mwezi Disemba mwaka jana, lakini haikufanyika hivyo kwa sababu ya mazingira ya aina mbili. Kwanza, kilikuwa ni kipindi ambacho kulikuwa na movement ya watu wengi wanakwenda likizo. Kwa hiyo mazingira hayo yalihitaji huduma ya chombo hiki. Lakini pia kuna spare zilikuwa zimeagizwa nje ya nchi, zilikuwa hazijafika. Sasa tunashukuru kwamba spare hizo zimefika, lakini pia ile movement ya watu somehow si kubwa kiasi hicho. Tukasema chombo kisimame, tupate muda wa kufanya ukaguzi na kufiksi au kufiti hizo spares zilizokuwa zimeagizwa. Kwa hiyo hayo ndio madhumuni makubwa ya meli hii kusimama, kukidhi takwa la kisheria kwa ajili ya ukaguzi, kufanya usafi na repair pale itakapoonekana kuna umuhimu wa kufanya repair kwa chombo chetu. Ninaomba kuchukua nafasi hii kutaarifu umma kwamba tangu tarehe 4 mwezi huu wa 3 meli yetu ilisimama, na kama tulivyo utaarifu umma tarehe 4 hiyo ni kwamba ilisimama kupisha matengenezo ya kawaida ya mwaka, annual maintenance ama service ya kawaida ya chombo. Baada ya kuhudumu kwa mwaka mzima ikaja kusimama kwa ajili ya kupisha matengenezo, na tulipanga ifanyike miezi hii au wakati huu, kwa sababu huu ni wakati ambao sio wa abiria wengi, kwa maana ni low season. Kwa maana kwamba ni kipindi ambacho abiria sio wengi. Kwa hiyo tukapanga kwamba tufanye matengenezo haya wakati huu ili kuepusha adha kwa abiria kipindi ambacho kina abiria wengi. Kwa hiyo tulipanga haya matengenezo yafanyike wakati huu, au hii service ya meli ifanyike
wakati huu. Ninafahamu kwamba wananchi hususan wateja wetu wamepata changamoto kipindi hiki, lakini naomba niwathibitishie kwamba kama kinavyoonekana chombo pale kipo kwenye chelezo kwa ajili ya kufanyiwa hiyo service, na mafundi wametuthibitishia kwamba kila kitu kinakwenda sawa, na chombo baada ya tathmini kitafanyiwa marekebisho machache ambayo yako chini ya mwili wa meli. Na kwanza nianzie hapa. Baada ya chombo kusimama tangu tarehe 4, chombo kilifanyia matengenezo machache eneo la juu ya mwili wa meli, ambapo tulikarabati viti vichache ambavyo vilipata hitilafu, kupiga rangi, kuongeza nakshi ya chombo. Lakini leo chombo kimeingia kwenye chelezo, tunakwenda kuangalia sehemu ya chini ya mwili wa meli, ambapo pia mafundi watatutaarifu kichoko kule, lakini tunategemea kwamba shughuli ya ukarabati wa changamoto ambazo zitaonekana huku chini haitakuwa ya muda mfupi, haitakuwa muda mrefu, haitakuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo tunategemea chombo kitarudi ndani ya maji muda sio mrefu ujao, na adha ya usafiri ambayo imewapata wateja watashiko ambao wanatumia meli ya New Victoria hapa kazi tu, kwa maana wateja wakati ya bandari ya Bukoba na bandari ya Mwanza watapata hiyo huduma ndani ya muda mfupi ujao. Hii meli kwa ambao hawafahamu, hii ndio meli kipenzi cha wakazi wa kanda ya Ziwa. Hii ndio meli inaitwa Malkia wa Ziwa Victoria. Hii ni meli inayochukua abiria 1200 na ni meli ambayo ni kiungo muhimu cha biashara kati ya mji bandari wa Mwanza na mji bandari wa Bukoba. Ni meli ambayo ina burudani mbalimbali ndani yake humo ndani ya meli. Ni meli ambayo ina muziki mzuri kwa kweli mle ndani. Kuna rumba inapigwa mle ndani. Ni meli ambayo abiria wana nafasi ya kulala. Ni meli ambayo unapata chakula murua maridhawa ndani ya hiyo meli. Ni meli ambayo iko salama, ni meli ambayo imekuwa ikitoa huduma nzuri tangu iliporejea kwenye huduma mwaka 2019 baada ya ukarabati mkubwa. Kwa hiyo tunategemea kwamba ndani ya muda mfupi ujao hii itarudi kwenye biashara na mambo yatakwenda sawa sawa.